Vipi? Vipi? Mimi nahisi kama kaniona. Inawezekanaje? Vipi kwanza kwa upande wako? Shoga yangu, nimebuma huko. Naomba tuondoke. Sawa, tunaweza kuondoka. Wewe vipi? Usiniambie kama bado unaota zile ndoto zako. Ndio. Lakini leo naona kuna kitu kimeongezeka. Vipi? Vipi? Wewe unacheka nini? Unacheka tu, lakini kazi zinakushinda. Lakini dada, si tumeshindwa wote? Kwani nimeshindwa peke yangu? Kwani kumekuwaje? Chibinga, sisi tumerudi. Tumeshindwa kufanya ile kazi na Naisi ametuona. Kitu gani? Sasa unaponiona hapa, mimi naondoka. Siwezi kuishi na mwanaume maskini kama wewe. Hapana. Naomba tulale tu. Inawezekanaje awaone wakati sisi ni wachawi? Tumeshindikana kijijini hapa. Mimi sijui. Sasa ngoja kesho nitajua cha kufanya. Nitapeleleza. Na ukumbuke kesho uko zamu. Tuondokeni. Bo, vipi mchongo ule? Wewe mdogo wangu mniache kwanza. Kumbuka kwa sasa hatuna hela. Tunafanyaje sasa? Wewe mdogo wangu, mbona kama unanifuatilia sana kwenye maisha yangu? Vipi, una shida gani? Niache kwanza. Lakini blaza, nikwambie wewe mchezo sio. Mdogo, niache, una chochote cha kunishauri katika maisha yangu.
Habari zenu vijana? Nilikuwa naomba muda kwa ajili yenu, maana kuna maneno ya Mungu nahitaji kuwahubiria katika siku ya leo. Unajua Mungu ametuumba kwa kusudi la wote tumtumikie katika maisha haya. Hivyo kama mtumishi wa Mungu niko hapa kwa ajili ya kuwaletea neno la Mungu. Unajua vijana wengi sana wanateseka na kuhangaika katika maisha haya kwa sababu bado hawajihitaji kumgeukia Mungu. Lakini endapo kama watachukua maamuzi ya kumgeukia Mungu, basi Mungu atabadilisha maisha yao. Mathayo inasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Najua iko mizigo mingi sana mlionayo. Lakini kama endapo utamgeukia Mungu, basi hiyo mizigo yote itatoka na mtapata raha nafsini mwenu. Oa blaza, vipi? Mbona umekuja kuharibu maskani kwetu babu? Lakini Mungu amenielekeza. Oa babu, sepa basi. Mbona kama unazingua? Au unataka tutoe belenge sasa hivi? Chomoka babu. Toka. Naambia rafiki yangu Ji. Ase fresh. Naona pika nyingi sana. Ya. Naona upo na chuma ya mama hapo. Ya, niko na chuma ya mama. Kweli. Maana bwana mama kama aliwaza kwamba mafuta yatapanda bei. Na sasa hivi hapa unamweleka tu. Mchawi nguvu. Uhakika, yani hapa alicheza kama Pele. Ji, hapo unaenda wapi kwanza? Mwanangu nimetoka kuazima baisikeli hapo. Kuna harakati zangu fulani nataka nizifuatilie hapo. Sawa. Sasa Ji, unajua mimi hapa ni mzaliwa maeneo haya. Lakini wewe ni mpambanaji sana, unapambana takriban miaka 5. Lakini mbona sikuelewi mafanikio yako siyaoni. Shida ni nini? Unajua ndugu yangu, mimi nikwambie tu kweli. Yaani maisha hayahitaji kukalili. Ni kweli unachokizungumza. Mimi napambana sana, lakini kuna wakati mwingine nakutana na changamoto nyingi sana. Na hakuna anayependa kufeli, ila inatokea tu. Kama unavyojua ndugu yangu, mwaka jana nimepata hasara sana. Nimeenda shambani, ndo kama vile shambani kumetokea mlipuko wa moto, mazao yangu yote yameteketea. Mwaka huu tena ndo kama hivi unavyoona. Majanga juu ya majanga. Kwa hiyo uko sahihi kuzungumza hivyo, lakini hakuna namna. Sasa mimi nitafanyaje? Sasa sikiliza Ji. Hiki kijiji nakielewa vizuri. Sio bure. Hapo kutakuwa kuna mkono wa mtu. Hivyo kumbe mjinga. Kwa hiyo umeniita muda wote na nisikiliza ujinga kama huu? Eti nimechoka mwanaume maskini. Unataka nani akutafutie? Wewe uvikute tu kirahisi hivi. Nafikiri wewe maisha yanakuja kirahisi hivi. Lakini dada, nimekuita hapa ili uje tu unishauri. Au kuna mtu wewe anakujaza maneno ambayo hayaeleweki. Hivi nafikiri ndoa kirahisi tu hivi yani. Nafikiri watu wanaishi na ndoa mpaka wanakuwa wazee inakuwaje? Yaani si wanavumilia mambo mengi. Miaka inaenda. Hatuna mabadiliko aina yote humu ndani. Mimi nimechoka, nataka nirudi nyumbani. Eti nimechoka, nataka nirudi nyumbani. Unafikiri mama anaenda kukupokea kirahisi hivyo? Eti kisa mwanaume maskini. Si upambane nini na nyie mwe mna hela? Mwe matajiri. Mimi siwezi kukaa hapa kwa mwanaume huyu. Narudi nyumbani. Hivi
Unafikiri hata mama angefanya maamuzi kama haya ya kwako, hata wewe ungezaliwa au hata mimi ningezaliwa? Si alivumilia mambo mengi, alivumilia mambo mengi mpaka sisi tunazaliwa. Angefanya kama unavyofanya wewe, ingekuwaje? Sasa ninachokwambia, sitaki uje uniite tena na kuniambia ujinga wako kama huu. Unanielewa? Naongea mimi kama dadako. Sitaki upumbavu kama huo. Sitaki uje uniite kwa masuala ya kijinga kama haya. Unanielewa? Dada, nimesema hivi, kwa huyu mwanaume mimi sikai, nimechoka. Sasa nataka nikupeleke kwa mtaalamu. Tutakapokwenda kule, utakaporudi, wewe biashara imeshaisha. Yaani mafanikio hayo. Unajua kuna wakati mwingine Chibinga huwa nakuchukulia kama zinaingia na kutoka, lakini leo mbona kama unataka kunigusa hivi? Yaani hili ninayokuambia ni la ukweli. Kijiji hiki nakielewa. Mimi ni mzao wa kijiji hiki hapa. Yaani kuna sehemu zingine usipofika, wewe utakuwa ni mtu wa kupiga mark time tu, usogei popote. Sasa hapo Chibinga naanza kukuelewa. Sasa nikuombe kitu kimoja ndugu yangu. Mimi naomba uniachie. Naomba uniachie huu muda. Nifikirie, na endapo nitakuwa tayari basi nitakwambia. Haya, fanyia kazi hilo. Mimi nimechoka, nataka nirudi nyumbani kwetu. Mimi nina kwetu, sijaua. Narudi nyumbani. Mimi nimechoka kukaa kwa huyu mwanaume. Kuna vitu vingine dada, hutaweza kuvielewa. Lakini mimi mwenye nyumba navijua. Huwezi jua mimi hapa naondoka kwa sababu gani? Sio tu ya umaskini peke yake. Kuna vitu vingi dada. Mimi nimechoka. Kwa huyu mwanaume mimi sikai. Nataka nirudi nyumbani. Nimeongea, nimemaliza. Naondoka. Sitaki nisikie ujinga na sitaki uniite kwa ujinga wako kama huo. Nimemaliza, naondoka.